Kuna mbinu ambazo ni lazima uzitumie kwenye matangazo yako ili kuweza kuhakikisha kwamba unapata wale wateja ambao wanakuja kununua hiyo product ama wanakuja kununua hiyo service ambayo unaitangaza. Wateja hawanunui from nowhere tu kwamba labda anakuonea huruma au namna gani. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya kwa ajili ya kucheza na hisia za huyo mteja ambaye unakutana naye ili mwisho wa siku uweze kumuuzia kiurahisi bila kutumia nguvu kubwa sana. Na kwenye episode ya siku ya leo nataka nikazungumzie baadhi ya mbinu ambazo unaweza kuzitumia, mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kuuza kiurahisi kabisa bidhaa yako kwa mtu yoyote na kwa mtu yoyote ambaye anakutana na hayo matangazo yako. Kwa hiyo hakikisha unaisikiza hii episode kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kitu cha mwisho ni miongoni mwa kitu ambacho ni muhimu sana, ambacho hata ukikitumia leo hii unaanza kupata wateja wa haraka mno kuliko vile ambavyo ulikuwa unategemea. Kitu cha kwanza, hakikisha kwenye matangazo yako yote ambayo unayafanya basi kuna ile sense of scarcity. Nazungumzia sense fulani vya uchache wa product ambazo unaziuza. Nakutanaga na matangazo mengi sana, mtu anakuambia tumeshusha mzigo wa kutosha, sijui mzigo wa kutosha. Ni vitu ambavyo hata mteja akiona tangazo anakuwa na option kwamba okay, kumbe naweza nikaacha leo nikaipata hii product kesho. Kwa hiyo badala ya kumpa hiyo nafasi ya kuwa na option nyingi, hakikisha unacheza naye kwenye option moja. Mwambie hii product labda tuko nazo zimebakia 3 na zipo kwenye msimu labda wa offer, kitu ambacho itamfanya apate ile sense fulani kwamba okay, kama ziko 3 au ziko 2 ama iko moja, inabidi niwahi mimi nichukue hii. And then nasikia hapo kwenye muda wa offer kwamba nisipoichukua sasa hivi naweza nikaikuta kwa bei ambayo inaweza ikawa ni juu zaidi. Kwa hiyo hii ni njia ya kwanza ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuweza kuongeza mauzo yako kwenye matangazo ambayo unayafanya. Hakikisha unatengeneza namna fulani vya scarcity ili kila mtu awe na shauku ya kuinunua hiyo product ama service kwa muda huu ambao unakuwa una advertise, na hiyo kitu itakurahisishia sana hata kwa wateja ambao unakutana nao kwenye biashara zako, kwenye matangazo yako ambayo unayafanya kwenye hizo platforms za Instagram pamoja na Facebook. Mbinu ya pili ambayo huwa naitumia binafsi mwenyewe kwenye matangazo yangu mengi na huwa inaniletea matokeo ambayo ni mazuri zaidi, ni authority. Yani usikae pale kama muuzaji labda ambaye upo tu. Hakikisha unakuwa ni muuzaji ambaye ni bingwa wa hilo eneo. Yani kama unauza viatu, basi hakikisha unajipresent kama bingwa wa kuuza hivyo viatu. Kama unatoa service yoyote, basi represent as mtu ambaye ana authority katika hicho kieneo ambacho unakifanyia biashara. Usikae tu kama mtu ambaye yupo. Ndio maana sasa hivi utakutana na matangazo mengi sana, mtu anakuambia sisi ni mabingwa wa kufanyaje, sisi labda hizo huduma tunazitoa pekee tu, sisi ndio tumetengeneza baadhi ya project kubwa pekee. Hivyo vitu vinakutengenezea mazingira mazuri zaidi ya kuonekana kwamba okay, kumbe kwenye hili eneo haupo kwa ajili ya kubahatisha, upo kwa ajili ya kufanya kazi ambayo ni ya viwango vya juu. Na hii ni njia rahisi sana ya kuweza kuwaaminisha watu, na njia ambayo itakutengenezea even hata jina mbele ya audience ambao unafikia, ili uweze uweze kujiweka katika nafasi nzuri sana ya kuweza kuwashawishi watu wengi zaidi, na nafasi nzuri ya kuweza kuuza products. Kwa hiyo make sure kwenye kitu ambacho unakifanya, hakikisha unatengeneza authority kwenye hicho kitu ambacho unakiuza, unatengeneza mazingira ya kuonekana nguli kwenye hicho kitu ambacho unakiadvertise. Usikae tu kiasara. Hakikisha unatengeneza mazingira ambayo yatakuonyesha kweli wewe hicho unachokifanya sio kwa kubahatisha, unafanya kitu ambacho unakijua na kitu ambacho wewe ni nguli kinoma. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho unaweza kukiongeza pia katika hizi mbinu za kisaikolojia za kuweza kurahisisha kuuza product zako ama service kwenye hayo matangazo yako ya Facebook pamoja na Instagram. Na kitu chenyewe ni kuongeza tunasema social proof. Ni kama uonyesha sasa kwamba hiki unachokifanya sio tu huyu ambaye anakuja kununua muda huo ndio atakuwa wa kwanza, ndio atakuwa mbuzi wa kafara. Hapana. Kuna watu ambao walishapata hii huduma, kuna watu ambao waliwahi kununua hii product, kuna watu ambao wamewahi kupata pia service ambazo wanazitoa na matokeo ambayo waliwahi kuyapata. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo ukiongeza hichi kitu ikaonekana kwamba ni kitu ambacho of course sio huyo peke yake ambaye anakuja kukipata, bali kuna watu wengine ambao wamekipata kutoka kwenye jamii, inakuwa ni rahisi, kwa sababu mara nyingi watu wengi sana wapendagi kuwa wa mfano. Watu wanasubiri sana waone kuna mtu amechukua hatua, kuna mtu amenunua, and then matokeo aliyoyapata, especially kwa hizi products kama za afya, products za service ambazo huwa tunazifanya. Ni lazima uwe na social proof kwamba
the way ambavyo watu wamechukua product zako, the way ambavyo watu wamechukua services zako na matokeo ambayo wameenda kuyapata, itakurahisishia zaidi kuweza kutengeneza pesa nyingi sana kupitia matangazo, kwa sababu watu watakuwa wanakuamini kupitia yale matokeo ambayo wanaona kwenye jamii ambayo tayari umeshafanya nayo kazi, tayari umeshaweza kuihudumia. Na kitu cha mwisho ambacho of course unaweza ukakiongeza kama mbinu ya kisaikolojia kwenye matangazo yako ili kurahisisha namna ya kuweza kuuza hizo product, basi ni agents. Ni kama hali fulani hivi ya udharura. Let's say labda unasema labda hii ni offer ambayo itadumu labda ndani ya masaa 24. Hii ni product ambayo nitaitoa kwa watu 10. Yaani unaitengeneza mazingira fulani ambayo mtu akiona anahisi kwamba okay, hichi kitu hakijatokea kwa bahati mbaya, ni kwamba kuna kitu ambacho huyu mtu anakitaka. Kama anataka watu wachache, it means na mimi inabidi niwe kwenye hao watu. Hii ni tofauti kabisa na ile scarcity. Scarcity ni ile tunasema unatengeneza mazingira fulani vya uchache wa product, lakini katika hii hapa agency tunaitengenezea sasa mazingira ya udharura. Let's say labda hii ni kwa ajili ya offer ambayo nimeitoa kwa ajili ya birthday yangu na nitaitoa ndani ya masaa 24, something like that. Ni vitu ambavyo unakuwa unavitengeneza kwa lengo la kutengeneza udharura fulani wa product ama service ambayo unaiuza kwenye hayo matangazo yako, ili mtu akiliona tu tangazo anajua kabisa kwamba okay, hichi kitu bana kipo, hakitokei mara nyingi sana. Hii ni case specific, ni case special ambayo inatakiwa kuchukuliwa action sasa hivi ili uweze kupata matokeo ambayo yatakuwa ni bora zaidi. Na hizi ni mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza kuzitumia kwenye matangazo yako kwa ajili ya kuweza kurahisisha, kwa ajili ya kuweza kupata wateja ambao watachukua action kwa haraka zaidi, na mwisho wa siku ukajikuta unatengeneza pesa nyingi sana kwenye haya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Na hili ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo utaenda kuitumia kwenye kufanyia matangazo yako na matangazo yakakupa matokeo ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye pengine hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, basi hakikisha una share naye, lakini pia usisahau kuniachia comment yako katika uwanja wa comment. Kitu gani ambacho umejifunza na kitu gani ambacho unawish kujifunza kupitia episode ambazo zinakuja kila siku kupitia hii podcast, na mimi nitakutengenezea episode exclusive kabisa kwa ajili ya community wa Jola Mtanzania.